wazalendo katika nyanda za juu za sekta Tanganyika, Kamanda Nakuzimu ametoa hofu wananchi kuhusu hali ya usalama katika eneo hilo, akisisitiza kuwa vilima vyote vipo chini ya udhibiti thabiti wa wapiganaji wa wazalendo. Kauli hiyo imetolewa kufuatia taarifa za kudhibitiwa kwa eneo la kimkakati la Pwenzero pamoja na mji wa Minembwe, hatua iliyozua hofu miongoni mwa wakazi kuwa huenda makundi ya Twigwa na Red Tabara yatajaribu kupenya na kushuka kuelekea vilima vya tambarare katika sekta Tanganyika. Kamanda Nakuzimu amesema vikosi vyao vimejipanga kikamilifu kuzuia jaribio lolote la uvamizi na kuimarisha ulinzi katika maeneo yote ya kimkakati. Ameongeza kuwa operesheni za doria na ufuatiliaji zinaendelea ili kuhakikisha hakuna kundi linaloweza kuvuruga hali ya usalama. Mheshimiwa, jambo. Jambo sana. Majina yako tafadhali? Nakuzimu Ngogosha. Komanda wa kompani gani? Niko komanda sector SNPCC. SNPCC. Asante. Tunashukuru sana kwa kazi zenu ambazo mnazifanya kwa niaba ya wananchi, na kuna uvumi kwamba adui anataka kuvuka na kupenyeza milima ya juu. Nyinyi kama wanaolinda milima ya juu mnatuambia nini? Hawataweza. Milima yote ya sekta Tanganyika yote tunaifunga. Mnaifunga? Je, unadhani kwamba kadiri wanasema Pwenzero na Minembwe eti kwamba wanaanza kufurushwa na pengine wakajifungania kuja sehemu za huku maeneo ya sekta Tanganyika? Je, mna jeshi la kutosha ambalo linaweza kuwazuia? Sana tena sana, na hawataweza kutoka na kusema kwenda kusaidia. Na kule chini nako ambako pengine wananchi bado wana hofu ya kwamba wanajeshi bado wachache, na kuna mpango kabisa SNPCC iliweza kufanya jitihada za kuweza kuhamasisha vijana kwa ajili ya kuweza kujiunga na jeshi ama kwenda mafunzoni. Vipi kwa upande wako, unaambia wa vijana namna gani juu ya kwenda kwa mafunzo? Mafunzo tutaenda nyuma. Ngoja tunasaka kwanza. Mafunzo mnaenda nyuma, mnaenda kwa saga adui. Na kwa hiyo mnaitisha vijana kufanya nini? Kujiunga pamoja nanyi ama waende kwanza kwenye mafunzo? Tunaitisha vijana wapo tujiunge. Tusai kwanza adui. Kisha tuenda kwa mafunzo. Kisha mnaenda kwa mafunzo. Na baada ya hizi siku za karibuni, Rais Antoine Felix Tshilombo aliweza kuwazawadia baadhi, kuwapatia posho la motisha, kwa kimombo wanaita prime d'encouragement. Na hilo nalo mliweza kulipokea? Hiyo ndio matatizo tuko nayo na vijana. Wamoja walipata na wengine hawayapata mpaka hivi. Wale ambao hawakupata, mnategemea kutoa ujumbe gani kwao? Tunaweza penda sisi wote tupate. Ndio pale ndio wenyewe kwa mfano kule. Ndio. Kwa hiyo mnaweza penda mpate. Na kiasi gani ambacho mlikuwa mnapata? Kila mtu alikuwa anapata $300 kwa nyinyi wote. Una takriban wanajeshi wangapi ambao hawajapata? Hivi niko na wanajeshi karibu 150 na wote unaorodhesha kwenye karatasi yako. Na unaiambia jeshi la FARDC namna gani kuhusiana na hilo jambo? Hivi tunatumana malalamiko, tunazia nguvu wale wengine wapate. Tunakushukuru sana. Asante. Wazalendo walioko kwenye shamba la vita wametoa wito kwa serikali ya Kinshasa kuongeza motisha na msaada wa zana na vifaa vya kivita. Wito huu umetolewa ili kusaidia kupambana na makundi yenye silaha yanayodhaminiwa na serikali ya Rwanda yanayosababisha vurugaji wa hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, hasa katika mkoa wa Kivu Kusini. Kiongozi mmoja wa wazalendo ameeleza kuwa msaada huu ni muhimu ili kulinda raia walioko kwenye maeneo ya mapambano ambao wamechoshwa na vita vinavyosababisha vifo, majeruhi na uhamiaji mkubwa wa wananchi. Aidha, wito huu unaangazia haja ya kuimarisha nguvu za wazalendo ili kuhakikisha ulinzi wa raia na kudhibiti vikundi vya wahasi vinavyoendelea kuzofisha amani na usalama katika maeneo hayo. Nina neno moja ningependa ifike kwa wakuu viongozi kusema ya kwamba pesa ambazo walitutumia kama motivation ya sisi wazalendo
ni pesa ilifika kweli, inakia kujikuta kulikuwa baadhi ya wazalendo wenyewe wakubahatika kutoka kwenye mapozisio ya vita kushuka kukia kamata ile pesa. Ila kufika na retard wanakutanisha kweli pesa zimeisha. Tungelomba government yetu ya Kongo itukumbuke kwa wale wazalendo ambao wenyewe walikuwa kwenye shamba la vita wayapata ile pesa. Iwakumbuke. Hata sisi wenzetu wenyewe tulikuwa tunapigana muaksi ya hapa Lemera Mulenge. Sitakwambia ndugu mtangazaji kusema ya kwamba tushapata pesa, hapana. Tunaendelea kupiga adui, atukukamata silaha kwa ajili ya pesa, hapana. Tunakamata silaha juu ya kudefendre pays yetu. Ni kulomba sana gouvernement ya Kongo isituachilie, ituapuye, na ningelomba baendelee tena kumkumbuka generale wetu James Feka adui. Ni generale ambaye alijitosha kufia nchi yake na ni komanda wa mouvement APC Armée Patriotique du Congo. Ninalomba sana wa ndugu ni kusapoti sana huyu ndugu generale, naona ya kwamba iko na vision ya kusema tupige adui, hakuna kurudi nyuma. Alijikuta hata mouvement yake bakupata pesa, aliambia wasoda atukukamata silaha kwa ajili ya kusema tunaweza kusema tutupe silaha vile wakutupatia makuta. Tulikamata silaha juu ya kudefendre pays yetu. Nikulomba sana ndugu mtangazaji, message yangu hii kama mzalendo mwenyewe napanisha sauti kulilia government yetu ya Kongo iendelee kutusapoti sisi wazalendo, na pesa hizo zenyewe balituletea hazikutuenea, na kuko baadhi ya wazalendo ambao hawayapata, ila wangaiki wanapigana vita usiku na mchana na wakutupa silaha chini kusema ya kwamba wakupata pesa. Antuka ile wito ya kufanya kazi niko nayo probleme sasa. Watu wenyewe watakuwa nyuma yangu watokee wapi? Parapora kusaidia batu benye bako na vizio, banasaidia kabale benye batakula tu, na ukipatia masase banaweka tu. Sijui kama ya kazi gani. Kama ni biashara banaweka, na biashara nao banaviuzaka. Hiyo ndio probleme tuko nayo. Masase tu na chakula. Bunduki nikupiganisha kwanza zenye niko nazo. Hali ya usalama katika eneo la Kibabii, jimbo la Masisi, mkoani Kivu Kaskazini, imeendelea kuwa mbaya kuanzia asubuhi ya Jumapili. Wakazi wameshuhudia taharuki na hofu kubwa kutokana na mapigano yanayoendelea kati ya wanajeshi wa wazalendo dhidi ya waasi wa AFC M23. Taarifa za ndani zinaeleza kuwa vurugu hizo zimeathiri hisia za wananchi, huku wengine wakihama makazi yao kutafuta hifadhi. Hadi sasa ripoti za vifo, majeruhi au uharibifu wa mali bado kuthibitishwa rasmi. Hali hiyo inazidisha hofu miongoni mwa wakazi ambao wanapaswa kuishi wakiwa na tahadhari makini kutokana na migogoro inayojitokeza mara kwa mara. Zaidi ya watu 100 wamekumbwa na hali ya kutoweka tangu Jumamosi 21 Februari mwaka 2026 kufuatia operesheni za kuzunguka zilizofanywa na waasi wa AFC M23 katika kijiji cha Kishishe kilichopo kwenye kitongoji cha Bambo, wilaya Ruchuru, Kivu Kaskazini. Vyanzo vya ndani vinaharifu kuwa watu hao walikamatwa na kupelekwa kwenye mahali pasipojulikana. Wameripotiwa kuteswa kwa madai ya kushirikiana na wanajeshi wa wazalendo au FDLR. Mmoja wa viongozi wa kijamii ametoa wito kwa wahusika wote kuheshimu sheria za kimataifa za kibinadamu na kuhakikisha ulinzi wa raia, hususan katika eneo hili linaloathirika vibaya na ukosefu wa usalama wa kijamii na mapigano ya silaha. Mtu mmoja ameripotiwa kupotea ndani ya mto Kimbi baada ya daraja linalounganisha maeneo ya Misisi na Mabashe kusombwa na maji kufuatia mvua kubwa zilizonyesha katika eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa za awali, tukio hilo limetokea wakati maji ya mto ilipoongezeka kwa kasi na kubeba daraja hilo muhimu la mawasiliano. Hadi sasa juhudi za kumtafuta mtu huyo zinaendelea,
huku mamlaka zikichunguza chanzo na mazingira ya tukio hilo. Kusombwa kwa daraja hilo kumesababisha usumbufu mkubwa wa usafiri na kuzoofisha shughuli za kijamii na kiuchumi kati ya Misisi na Mabashe, maeneo ambayo tayari yamekabiliwa na changamoto za miundombinu. Wananchi wametakiwa kuchukua tahadhari na kuepuka kuvuka mto huo hadi hatua za dharura zitakapochukuliwa kurejesha mawasiliano katika eneo hilo.